Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Habari. Salama, kwema. Kwema, nimetafuta kwenye namba. Ndio baba. Halo? Nimekuta miss call, nitafuta kwenye namba yangu ni 17. Malo TV au? Malo? Au nani? Paradiso. Paradiso. Ndio. Unaendeleaje ndugu yangu? Salama, tusikie. Asante bwana. Ninakufuatiliaga kwenye channel ya YouTube. Ndio. Sasa nilikuwa nauliza swali kwa sababu hata mimi ni content creator, huwa nina post. Ndio. Kule nimeshafikisha vigezo na nimesha apply kila kitu. Ila sasa kwenye Google AdSense sijaona sehemu ya kuadi account, lakini nimejaribu kuuliza AI, inasema kwamba eti mpaka nitimize kwanza $10 eti sijui ndio wanaweza kuleta hiyo sasa ya kuadi account. Hivi ni kweli? Kwani AdSense ulishaifungua? Ndio, nimeshaifungua. Pini ulipata? Hapana, pini bado kwa sababu kufungua kwangu kwa hapa nina siku kama 3 nimefungua. Uwe mvumilivu. Utakapokuwa na shida una swali, ndio unanipigia tu tunakuelekeza, lakini ndio kupata pini mpaka ukifikisha $10 watakutumia pini kwenye sanduku la posta. Watakupa access ya kujaza. Ushajaza sanduku ya kunani pini? Umeshajaza sehemu ya pini? Nilijazaga kuna form fulani hivi walinipatia vya kujaza vingi kweli, nikajaza vile. Hii inaitwa wii. Na achana na hiyo, ipo nyingine inakuwa ukiingia kwenye AdSense pale inakuwa sehemu ya verification. Hapana, sijaiona kama vile. Ndio. Ukifikisha $10 kwenye channel yako, ukifikisha $10 ndio utaweka kwenye AdSense kule, zitaonekana. Watakupa access ya kufanya kitu ya kujaza hatua nyingine, ambapo utajaza ile yote kutumia pini ambazo watahitaji watambue kwamba ni wewe mhusika. Pia watahitaji watambue kwamba unatoka nchi gani, maana kuna nchi hawafanyi nao kazi. Kwa China wao wanataka mtu anayetoka nchi tofauti na hizo. Kwa watahitaji kutambua hapo ipo, watahitaji kutambua na baadhi ya vitu vingine ambavyo utakutana navyo kwenye maswali. Ukishajaza utatumia pini kwenye sanduku la posta ambapo upo. Sawa? Ndio baba. Ukishatumiwa basi utaenda kujaza sehemu kwenye kibox. Hizo namba waga ni siri yako wewe. Ndio. Japo ukishazijaza hazina kazi. Ndio. Hata unaweza kuchana. Baada ya hapo sasa, ndio ukishamaliza kujaza ndo watakupa access ya kujaza akaunti za benki. Unaelewa? Ndio baba. Ndio, ukishamaliza, ukishapewa hapo, ukishajaza basi haina shida tena. Kikubwa ili usisumbuke, hakikisha unajaza taarifa zilizo sahihi. Ndio. Toka mwanzo mpaka mwisho. Kama ulitumia majina yako na kitambulisho chako, basi hakikisha hivyo. Hata kama kwenye kitambulisho chako kilikosewa kuandika jina, na wewe inabidi ukosee, kwa sababu ukishavipiga picha vitaonekana majina ni tofauti. Unanielewa hapo? Ndio nakuelewa. Kwa unajaza kitu sahihi. Kama sio kitambulisho chako umetumia mtu mwingine, na chenye jaza ilivyo sahihi. Unanielewa? Bila kukosea ili wasije wakagoma, maana uwaga wanakagua sana. Kwa ukishamaliza kujaza hapo, watakwambia ujaze mahali ulipo unapotokea ili uweze kutumiwa pini. Ndio. Kama una sanduku la posta unaweza kutumia. Kama sijui unasali msikitini au kanisani, una sanduku unaweza kuliandika, lakini pia inatakiwa liwe sanduku ambalo liko active. Watu wanaenda mara kwa mara kutoa. Mfano kama ni sanduku la mtu binafsi, basi huyo mtu
inabidi awe tena kuangalia, maana unaweza ukatumiwa. Lakini ukiandika sanduku la wilaya ndio inakuwa vizuri zaidi, kwa sababu wenyewe likifika tu pale wanatumia message tofauti na ile sanduku ya kawaida ya mtu binafsi au ya makampuni. Barua yako ikishafika mpaka nyendo mkaangalie mkafungue nini, lakini wale pale wakishaona imeingia kupitia sanduku lao wanajua huyu mtu hana sanduku, kwa unatumiwa message kwamba njoo chukue, kuna barua yako, kuna mzigo wako, ndio unaenda. Ndio, lakini japo kuna wengine ndio wapo baadhi ya watu huwa wana sanduku la posta, ni YouTuber. Ndio. Wanafanya kazi ya YouTube na wana masanduku ya posta, walifungua special kwamba mtu yote mwenye shida hana sanduku la posta, haelewi, anajaza sanduku lao. Alafu ukishajaza, ndio ukimaliza tu kujaza unakaa muda fulani unamtafuta yeye anakuwa kazi yake ni kwenda kuangalia. Ndio. Na hawezi kuchoka kwenda kuangalia kwa sababu unamlipa. Kwa hiyo siku ikifika anamwambia bwana, kuna sanduku zimeingia, kama unahisi ulituma nitafute. Ukimtafuta anakuambia unaitwa nani fulani, au channel yako inaitwaje, channel fulani, anakuambia hii hapa bado, au hii hapa tayari imefika. Kwa hiyo ikishafika, kwa sababu umeshamlipa hela yana kutumia na zile password zake, ukishakutumia unazijaza, basi yeye hawezi kuzifanyia chochote. Anazichana kama anazitoma, unaona hapo. Ndio. Lakini sana wanaofanya hizo issue ni watu wa Zanzibar. Zanzibar na Arusha. Kwa sababu kule zinawahi sana kufika tofauti na huko sehemu zingine. Sio hizo ni sehemu za utafiti, kwa hiyo wanajali sana wakiamini ni sehemu ambazo wako watu tofauti. Ndio kweli. Kama huku ni mbali kweli, Kigoma. Huko Kigoma. Kufika zinaweza, ila itachukua muda, maana mpaka ziende zifike Dar es Salaam, ziende na hivi. Ila wapo watu ambao wanafanya hivi. Basi vizuri, kwa sababu kwenye YouTube pale sasa hivi nimeona kuna $6. Basi sikia muda mrefu zitakamilika. Wewe ukishafika hapo utaniambia kama utakosa mtu wa kuandika sanduku la posta. Ndio. Utakosa sanduku la posta, utaniambia nikutafutia watu, nikupe namba yao, wasiliane nao. Baada ya hapo wenyewe ukishamaliza kuwasiliana nao, ndio mtakubaliana. Baada ya hapo basi hatulia. Utakapo subiri hilo utakuwa nakumbusha. Unaweza kukaa ndani ya wiki moja au ya pili unauliza. Maana usikopata pini kuna kipengele pia. Ndio ni kweli. Kwa natakiwa kuwa makini, kwa sababu wao wanataka kudhibitisha wewe ni wa nchi gani. Wanataka kudhibitisha wewe nani, au ni wewe mwenyewe unayeomba pini au kuna mtu mwingine ameshika simu yako. Naam. Ni kweli. Naam. Umeelewa? Nimekuelewa baba, asante. Kwa hiyo ukisipopata pini, nimefika. Nije. Tutaenda nao baadaye. Ndio baba. Ukisipopata pini, channel yako inaondolewa matangazo. Na kisha ndio matangazo yaweze kupata pesa. Unaelewa? Ndio ni kweli. Na wanafanya ndani ya miezi 3. Ndio. Kwa hiyo japo kuna njia nyingine ukisipopata pini unaweza ukaifanya, lakini ni bora ujaze kabisa. Ukikosa ndio utumie hiyo njia. Tumiaga hiyo njia, kwa sababu nilikaga sanduku la posta la mtu ambaye aliniambia kwamba hili linatumika, kumbe sawa linatumika, lakini halikuwa active kivile. Wale ni zinguaga tu, na mimi siwezi nikaenda kuposta pale, unajui mimi namjua yeye. Ndio kweli. Ningekuwa nimejaza sanduku lake ingekuwa poa. Sasa unafika